Nimekuja kuongea na ninyi kwanza kama mtu anayetoka miongoni mwa hiyo mikoa ya kaskazini. Si vyema sana hoja hii inapojadiliwa, wenzetu wanaoshiriki kuijadili hoja hii, si vyema sana wasiposikia sisi watu tunaotoka mikoa hiyo ambao Mheshimiwa Rais ameisema tunasema nini. Kwa swala la umeme lina mambo makubwa matatu. Kwanza, uzalishaji, mahala ambapo umeme unazalishwa. Pili, mahala ambapo unasafirishwa, namna ya kusafirisha kutoka kwenye chanzo pale ulipozalishwa, lakini na namna ya kusambaza ili kuwafikia wananchi kwenye shughuli zao za kila siku. Kwenye upande wa uzalishaji, sisi kama nchi, kwa maana ya Tanzania, tumepiga hatua kubwa sana, na hatua ambayo kwa kweli ni ya kupongezwa. Ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere megawati 2115, ukachukua Kidato megawati 204, Kehansi 180, Mtela megawati 80, Lusumo megawati 80. Pale Hale kwetu nakotoka Tanga, mkoa wa Tanga, tunazalisha megawati 68. Lakini Nyumba ya Mungu upande ule wa Kilimanjaro kuna megawati 8. Tunaweza kufanya intertrade ya umeme. Umeme unaweza ukazalishwa Tanzania ukauzwa nchi nyingine, kurahisisha upatikanaji wa umeme, lakini kuweka uhakika wa upatikanaji wa umeme huo. Jambo moja ambalo lazima tufahamu, kwa mkoa kama wa Arusha, kwa mfano, kwa mkoa kama wa Arusha hauna chanzo chochote cha umeme. Hapana gesi, hapana upepo wa kutosha kuzalisha umeme pale, hapana maporomoko ya kuweza kufua umeme kwamba tunaweza tukaweka chanzo pale, lakini hata geothermal bado maeneo yake hayaqualify kuzalisha umeme wa aina hiyo. Lakini vile vile hawana hata makaa ya mawe kwamba tutazalisha kutokea ukanda ule kule. Kwa hiyo uamuzi wa kununua umeme kutoka Ethiopia kwetu sisi watu wa kaskazini, watu wa mikoa hii, wa Tanzania wenzenu, tunauona ni uamuzi wa busara sana. Uamuzi wa busara sana. Kwa sababu sisi ndio tunaoishi adha ya katika umeme kule kwenye mikoa yetu ya kaskazini. Unajua mijadala hii wakati mwingine mtu ana smartphone kake amekatia chaji kamejaa, anatekenya na vidole gumba hivi, anaandika tu anachojisikia. Lakini sisi ndio tunaokaa kule, na tulipokea kauli ya Mheshimiwa Rais ile kwa mikono miwili na kwa shukrani kubwa sana, kwamba sasa tuna uhakika tunakwenda kupata umeme wa uhakika kutoka Ethiopia kupitia Kenya pale Namanga kwetu. Watu wanahoji kwamba umeme kutoka Ethiopia kilomita nyingi karibia 1500 huko, unawezaje kuwa rahisi kuliko umeme wa kutoka Rufiji kilomita 600 na kitu plus. Kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu, na bila kuwa na vituo toshelevu vya kupozea huo umeme, lakini vile vile kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na ukaupitisha kwenye miundombinu chakavu, kuna upotevu mkubwa sana umeme unafanya. Na sisi wananchi wa kaskazini wa tatizo tunalo na tunaishi nalo. Kwa lugha rahisi ni kwamba hatuwezi kusubiri. Serikali itaendelea na mipango yake ya taratibu, lakini sisi mpango huu wa kutuletea umeme kutoka Ethiopia ndio mpango sahihi na wa haraka kwetu na wa uhakika. Umeme pale Namanga hatuchukui hivyo kama watu wanavyojaribu kusema. Umeme hatuusafirishi kama magunia ya viazi. Hautasafiri kama magunia ya viazi. Ni kwamba sisi pale Namanga kama nchi kutakuwa na mita kubwa. Mita ambayo itaupokea umeme ambao umeruhusiwa kutoka Ethiopia kuingia kwenye grid ya Kenya. Wakenya wanaporuhusu zile 100 megawatts tunazozinunua sisi kutoka Ethiopia, wakiziruhusu, ile mita yetu inakuwa inasoma zinapoingia. Wasiconfuse hivi vitu. Yaani hata kuwepo waziri ambaye ataenda bungeni kuomba hela za kwenda kununua umeme Ethiopia. It is not that way. It's not working that way.
Mimi ni mjumbe wa kamati ya bajeti ya nchi hii, nafahamu haiko hivyo kwenye huu utaratibu kwamba waziri atakwenda pale kusoma bajeti anaomba hela ya kwenda kununua umeme Ethiopia. It doesn't work that way. Haiko hivyo. Ni kwamba umeme ule ukishafika Namanga ukapita, moja kwa moja unaenda kwako Mushi, moja kwa moja unakwenda kwa Samtagwa nyumbani kwake, moja kwa moja unakwenda Melelani kwenye mgodi, na inafanyika dunia nzima. Nchi inanunua umeme na yenyewe inazalisha umeme, na wakati huo na yenyewe inauza umeme. Ni habari ya kununua na kuuza. Kienda Marekani leo wananunua umeme, wanazalisha umeme mwingi sana, lakini bado wananunua umeme. Lakini maji haya yanakwenda kuimarisha afya za wananchi na kuepusha magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji yasiyo safi na salama. Mradi huu pia utachochea uwekezaji, kwani sasa kuna uhakika wa maji na wapo wawekezaji ambao miradi yao inategemea uwepo wa maji. Sasa hivi ndani ya wilaya hii ya Mwanga tuna umeme, tuna maji ya uhakika. Umeme unakatika katika maeneo ya kaskazini huko, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika katika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda ya kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali. Vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunaununua unaingia, ili kazi za maendeleo ziendelee. Ndugu zangu, pamoja na kusema hayo, ninafahamu kuwa kati ya vijiji 14 vilivyozungukwa na bwawa la Nyumba ya Mungu ni vijiji 4 tu vilivyounganishwa au vilivyounganishwa maji hadi sasa. Nikutake Waziri wa Maji kuhakikisha kuwa vijiji vingine 10 vilivyosalia vinaingizwa kwenye mpango wa kuunganishwa maji tena kwa haraka. Hawa wanaozungukwa na bwawa la Nyumba ya Mungu ni wadau muhimu sana kwa mradi huu. Ni wadau ambao tunawategemea kutulindia chanzo kile. Sasa kama maji yanawapita hawanayo, moyo wa kulinda kile chanzo hautokuwepo. Niombe sana wapatiwe maji kwa haraka ili waendelee kulinda chanzo kile cha maji.